Nimepata neema kusimama hapa. Naomba tuangalie maneno ya Mungu asubuhi ya leo. Nina somo linalosema kawaida za Mungu wetu. Hilo ndio somo ambalo tunaenda kuliangalia asubuhi ya leo. Neno letu la kutuongoza litakuwa katika kitabu cha Wafalme. Tutaangalia hapo Wafalme wa pili 17 mstari wa 24 hadi wa 28. Tutaangalia kawaida za Mungu wetu. Maandiko katika kitabu cha Wafalme wa pili sura yake ya 17 mstari wa 24 hadi 28. Naye mfalme wa Ashuru akaleta watu kutoka Babeli na Kuntha na Ava na Hamathi na Sevarivaimu, akawaweka katika miji ya Samaria badala ya wana wa Israeli. Akaumiliki Samaria, wakakaa katika miji yake. Basi ikawa wakati ule walipoanza kukaa huko, hawakumcha Bwana wala kwa hiyo Bwana akapeleka simba kati yao, nao wakawaua baadhi yao. Kwa hiyo wakamwambia mfalme wa Ashuru, wakasema, wale wa mataifa uliowahamisha na kuwaweka katika miji ya Samaria hawaijui kawaida ya Mungu wa nchi. Ndipo mfalme wa Ashuru akatoa amri akasema, ndipo mfalme wa Ashuru akatoa amri akasema, pelekeni mojawapo wa makuhani mliowachukua kutoka huko, aende akae huko, akawafundishe kawaida ya Mungu wa nchi. Naomba niishie hapo. Bwana alibariki neno lake. Sema amina katika jina la Yesu. Unaweza mwambia jirani yako, kuna kawaida ya Mungu wa nchi. Hii nchi unayokaa ina mwenyewe, na mwenyewe ana kawaida zake. Utakaa kiholela kwenye nchi ya wenyewe, utakaa kulingana na mwenye nchi anavyotaka. Nilitembea katika nchi moja, wakaniambia, pasa ukiwa hapa fanya kile kilikuleta, usiongee kisichokuleta, ulinde lile kusudi lilikufanya usafiri uje hapa. Na mimi nikakumbuka kusudi lilonipeleka katika hiyo nchi ilikuwa ni kuhubiri na sio kuongea umbea. Kwa hiyo ilibidi nikae kwenye mstari, kwa sababu ukileta ujuaji mwenye nchi atakufanya anachotaka. Kwa hiyo kila nchi ina sheria zake na kawaida zake. Tunapozungumza kawaida tunazungumza asili. Kila nchi ina asili yake, ina desturi, ina mila. Salimia jirani yako, mwambie kama kwenu mna mila. Unafikiri Mungu hana mila? Kama kwenu mna utaratibu. Kuna wazee kawaida yao, watoto ikifika saa 12 wawe ndani. Hiyo ni kawaida ya hiyo familia. Kuna kawaida ya familia ingine hawali mpaka baba wa nyumba aje, lakini wengine kawaida yao kila mtu anajilia anavyoona. Na kuna kawaida nyingine hanawi mdogo kabla ya mkubwa, kwa sababu ni kawaida ya watu wa mahali hapo. Munanawa kwenye bakuli moja na humwagi hayo maji. Ukienda unaweza ukaona kinyaa, lakini kawaida ya watu wa hiyo nchi, wala hawateseki na wala usikiwa na typhoid. Wanaojifanya wajuaji ndio kidogo magonjwa hata yanawaandama, lakini kuna watu wenye kawaida zao, hawajali. Sehemu ya chakula wanakula mahali pamoja, hiyo ni kawaida yao. Ukianza kugawana chakula inaonekana kama una roho mbaya. Kwa hiyo tukipige, kama ni kingi tushiba, kama kidogo tuambulie kidogo kidogo, maisha yaendelee. Kwa hiyo kila mahali kuna kawaida zake, kuna desturi zake na kuna mila zake. Kama unanielewa sema amina katika jina la Yesu.
Salimia jirani yako, mwambie kwa hiyo sikae kiholela. Kila nchi ina kawaida zake na kila mji una kawaida zake. Nilitembea katika mji wa Moshi nikiwa na injinia Kimaro, nikakangua vocha. Nilipoweka nikaidondosha, masela wamemwagwa kila mahali. Kawaida ya mji wa Moshi, hutupi takataka mahali unapotaka, utaweka kunakotakiwa kuwekwa. Kwa hiyo tulijikuta matatani mpaka tulipolipa senti ya mwisho ndio tukaachiwa. Na wale wakikukamata wakuachie, kwa sababu wakikufikisha wana pasenti yao. Kwa hiyo salimia jirani yako, mwambie ukifika Moshi usitupe kitu. Wala huwezi kukohoa kihuni. Watu wanaokohoa kwenye miji, unakohoa alafu unatema. Moshi utemi, maana kawaida yule mji ni wa wastaarabu. Sema amina katika jina la Yesu. Kwa hiyo kila familia ina kawaida zake. Ukikutana na Wachaga wana kawaida yao. Mchaga lazima afanye biashara, atafute pesa. Wanasema Moshi maana yake Mungu onyesha mahali fedha ilipo. Kwa hiyo ukikuta mahali Mchaga yupo, ameiona fursa. Kawaida yao ni jicho lao ni kuona hela. Kuna watu wengine kawaida yao wanaona warembo, kwa hiyo anapata hela, anaona wasichana, anarudi nyumbani maskini. Lakini Mchaga akifika mahali anaiona hela. Kuna kawaida ya Wahaya, bila kujisikia, bila kujidai, hajakaa vizuri. Hata kama anasaga mashine, anasema naenda kazini, anaweka na Kiingereza kidogo, lakini anasaga tu mashine, anajifagilia, wala asubiri wamfagilie. Ni kawaida yao. Kwa hiyo lazima ajikakamue. Kawaida yao ni kusoma. Kwa hiyo lazima angalau kwenye familia atambulishwe advocate somebody, engineer somebody, atambulishwe. Sio majina madogo madogo, unakufa huna kitu ya kuanzia pale nyuma. Yani jina limekatwa mkia, halina kitu ya nyongeza. Jitahidi ongeza kamkia kwenye jina lako. Sema amina katika jina la Yesu. Kawaida ya Wanyaturu hawana maneno. Akija kufanya kazi kwako, ukimdhulumu anamwachia Mungu, anaenda kwa amani. Wengine mtakatana mapanga, yani haishi mpaka imeisha. Lakini Wanyaturu kawaida yao ni wapole, na Jehova huwapigania. Na nimefanya utafiti huu. Binti wa Kinyaturu anapoenda popote, akajazwa Roho Mtakatifu, amezaliwa mara ya pili, akamcha Mungu, hata acha kuolewa. Ukiona hajaolewa, maana yake alikuwa anainua pua na wasalimia wanaume na pua, halikuwa hawaelewi. Lakini kawaida yao wanaolewa. Kawaida ya Wanyaturu akikaa vizuri na Bwana, utampata ni mtumishi kwenye eneo lolote, hata la kufagia kanisa. Yani hawezi kukaa kanisani. Wewe unamuona Gideoni hapa, huyu jamaa alikuwa amechoka, sasa hivi naona amepiga tai ya maana. Kwa sababu kawaida ya hawa, ukiingia kwenye, ukimkuta mahali akimaanisha, lazima Bwana afanye kitu juu yake. Kama unanielewa sema amina katika jina la Yesu. Kawaida, yani ukiona mwanamume amenyoa kipara, haikushitui, ni kawaida. Wengine wanaona nywele zikishafika mahali zinakuwa nyeupe wanaparua. Hiyo ni kawaida, haitusumbui. Tukiwakuta wadada wamenyoa vipara, hii inatushtua. Sio kawaida yao. Tukija hapa ibada, hata kama tunafahamu ndugu umebatizwa, umejazwa Roho Mtakatifu, tukakuta wadada wamevaa suruali, wanaume wamekuja ibada na sketi na gauni, sio kawaida. Hii itatusumbua. Hata kama unanena kwa lugha, ibada inabidi ifungwe, kanisa likae kikao, tutafute nini kimeingia. Kwa nini wanaume wamekuja na sketi? Hata kama haijaandikwa kama ni dhambi, sio kawaida yetu. Kawaida yetu inaeleweka. Kawaida ya wana wa ufalme ni kujilinda. Biblia inasema wana wa ufalme wanajilinda, wala yule mwovu hawagusi. Kwa nini? Wana kawaida yao. Hawaingii kila mahali, hawali kila kitu. Wanachagua, maana ndani yao wamembeba Yesu, mfalme wa amani. Kwa hiyo wanayo nidhamu za kiroho. Sema amina katika jina la Yesu. Sasa
Hapa maandiko yanasema mfalme wa Ashuru akaingia Samaria, akawachukua wenye nchi ambao wamewekwa na mwenye nchi, akawahamisha, akawapeleka utumwani. Alafu akaleta hawa huko, akawaleta hapo mpaka hawa Hamathi, ili kundi la Hamasi ambalo walisikia wametajwa kwenye Biblia, maana yake na wengine wakaletwa. Sasa walipoletwa, Biblia inazungumza, inasema hawa jamaa hawakuijua kawaida ya Mungu wa nchi. Pale kwenye hiyo nchi, huyu mwenye nchi alizoea nini? Asubuhi na mapema anasikia ripoko sakarabase, watu wanaendelea na ibada, pambio zinapigwa, ibada zinaendelea. Mzee anasikia raha, anasikia burudani. Ghafla binivu, mzee anasikia nyimbo hazieleweki. Anauliza Mikaeli, hebu chungulia nini kinaendelea huko? Anaambiwa mzee, wameingia wengine, huku ni sauti za matunguri vinavyoendelea. Naona watu wanamikia, hayaeleweki majamani, tunguri, mairizi. Mungu akasema, hamnijui, hii sio kawaida yangu. Mmeingia kwenye nchi ambayo sio yenu na hamuijui kawaida ya Mungu wa nchi. Mzee wa siku kuonyesha hatani kuingiliwa kwenye kawaida yake, Biblia inasema akaachilia simba, wakawaua watu. Wakashtuka sasa, wakati wanaliwa na masimba, wakasema tutaisha, tufanyeje? Kainchi yake ni kazuri, kana maisha mazuri, hali ya hewa ni nzuri, miti ni mizuri, bustani ni nzuri, mito yake ni mizuri, hapa mahali ni pazuri, tunaondokaje? Ili tukae, hatuna budi kugeuka ili tujifunze habari ya mwenye nchi, ili tuwe salama. Maandiko yanasema wakati walikuwa wameanza kujadili, mmoja akawashitua, mkitaka kuwa salama, iteni kuhani, mwiteni pasta, iteni mtumishi wa Bwana awafundishe vile mambo yanakuaga huku kwetu. Biblia inasema mfalme akaamuru achukuliwe kuhani, akapelekwa, akaenda kuwafundisha kawaida ya Mungu wa nchi ili waendelee kuwa na maisha. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Pointi yangu inasema hivi, kawaida ya Mungu wa nchi anataka ibada. Huyu Mungu anataka ibada. Kawaida ya Mungu wetu anataka ibada. Jamani, hata kama una nguo, Mungu anataka ibada. Hata kama hujazaa, Mungu anataka ibada. Hata kama una nyumba, Mungu anataka ibada. Hata kama hujaolewa, Mungu anataka ibada. Hata kama hujaoa, Mungu anataka ibada. Kwa hiyo ibada zinapoendelea, Mungu akiona kule nyumbani kwetu, asubuhi tunaomba, mchana tunaomba, usiku kabla ya kulala tunamwabudu, tunamwambia wewe ni mzuri. Hiyo inamfanya Mungu ashuke, atembee katikati yetu. Anasema nitakuwa baba kwenu na ninyi mtakuwa wanangu wa kike na wa kiume. Sema amina kama unanielewa. Mungu akiwa baba yako, nani atakusimanga? Mungu akiwa baba yako, nani atakuloga? Mungu akiwa baba yako, nani atakufukuza kazi? Mungu akiwa baba yako, nani atakukataa? Maisha yako lazima yatakuwa mazuri, njia zako lazima zitanyooka, watoto wako wataeleweka, maana Mungu akiwa upande wetu, Biblia inasema hakuna aliye juu yetu. Salimia jirani yako, mwambie tembea kifua mbele, maana upo kwa Mungu anayeweza. Kwa hiyo kawaida moja ya huyu Mungu anataka ibada. Sema amina katika jina la Yesu. Kawaida ya huyu Mungu ya pili, huyu Mungu anataka heshima. Anataka heshima. Unapoishi kwenye maisha yako, unapotembea kwenye shughuli za kila siku, elewa jambo la kwanza, Mungu anataka ibada. Jambo la pili, usisahau, Mungu anataka heshima. Anataka heshima. Na watu wanaojua Mungu anataka heshima, wala asubiri kuja kusukumwa kuja ibada. Yeye anajua ni wajibu kumwabudu Bwana. Na mimi nimeongea mara nyingi na watu mara kadhaa, nasema hivi,
Tunatamani tufike mahali ibada zetu za Bible study zijae kama hivi, ibada za maombi zijae kama hivi. Maana watu wakielewa kawaida ya Mungu aishi, anataka ibada, watafanya kazi, lakini watakumbuka saa ya ibada na watakuja kumwabudu Bwana. Huyu Mungu anataka ibada. Salimia jirani yako, mwambie Mungu anataka ibada. Mwangalie tu usoni, mwambie Mungu anataka ibada. Pamoja na kazi ulizonazo, Mungu anataka ibada. Pamoja na majukumu yako, Mungu anataka utenge muda umwabudu. Umwabudu. Usishindwe na watu wasioabudu Mungu. Hata inafika mchana anatandika mkeka, anapiga magoti. Wewe unakwama wapi? Mungu anataka ibada. Unapomwabudu inaonyesha umemheshimu. Unapoinua mikono inaonyesha unampa heshima. Alafu katika kumpa heshima, maana yake hata unapokuja kutoa sadaka unachagua ile mpya. Usilete ile hela imejikunja mpaka kuinyosha, inabidi tuifanyie maombi ndio inyooke. Maana ni pole pole, tuinyoshe isiye ikachanika. Unamletea iliyonyoka. Maana huyu Mungu anataka heshima. Kwa unapoleta sadaka, hakikisha umechagua iliyonyooka. Silete kale kamejikunja. Mtu mmoja anasema unaiua kwanza, alafu ndio unakuja kuiweka kwenye chombo. Umeikandamiza, umeikunja namna hii. Mungu anataka heshima. Kwa hiyo unapopiga magoti inaonyesha unamheshimu Bwana. Unapotembea katika maisha masafi ya utakatifu, unampa Mungu heshima. Sema amina katika jina la Yesu. Mabinti wakajilinda, wakaolewa wakiwa wasafi. Inaonyesha wamemheshimu Mungu wao, wanamwabudu Bwana kwa vitendo. Sema amina katika jina la Yesu. Kwa hiyo kawaida ya Mungu wetu, anataka ibada, anataka tumwabudu. Na usitoe udhuru. Usiseme mimi nina madeni mengi, usiseme mimi sina kazi. Mungu amekupa kinywa, mwabudu Bwana. Alafu tembea ukimheshimu. Mtambulishe kwa heshima. Onyesha ya kwamba Bwana kuna mahali amekutoa. Sema amina katika jina la Yesu. Kwa hiyo kawaida ya Mungu wetu, anataka umwabudu. Wafundishe watoto wako kumwabudu Bwana. Na nakwambia kitu kimoja. Kuna mahali watu unaenda kusali kanisa lingine, hujui kama walikuja ibada au walikuja msibani. Kila mtu amenuna, haeleweki. Amenuna, hataki kusalimia hata mwenzake, hataki hata kusogezwa. Ibada inaanza, watu wanafanya mikono na wanapiga mikono kwa kugeuza hivi. Hapo Mungu hashuki. Lakini mahali kama hapa, unaona watu wanaenda hivi mpaka askofu naye anapiga za hivi, anapiga za hivi. Ni nini kitazuia Bwana asishuke kuwabariki watu wake? Hakuna kuzuia Bwana asiokoe. Maana hawa watu wamejitambua. Lakini sasa unaenda ibada, watu wamekusanyika, hata hawajui nani ataimba. Kwa kiongozi anasema, mama nani, hebu njoo imba pambio moja. Hiyo sio heshima. Mtu anayekuja kuimba kumwabudu Bwana lazima wameandaliwa. Sasa huyo ukimuita na yeye amekuja na waza baada ya ibada ni kikoba na hela ya kurejesha hana, anakuja kupiga mayowe badala ya kumwabudu Bwana na nyimbo za vilio. Kwa hiyo kanisa la Yesu, kawaida ya Mungu wetu, anataka ibada. Tunapoinua mikono kumwabudu yeye, Mungu huyu anafurahi, huyu Mungu anashangilia, anashuka. Mtu anasema, Bwana alikuwa kama nasikia nina maumivu. Maumivu yanaondoka mahali Bwana amekaa. Umaskini unaondoka mahali Bwana amekaa. Mahali watu wanamwabudu Bwana, miujiza sio ya kutafuta. Naomba twende Zaburi ya 100. Tuangalie Zaburi ya 100. Tunaangalia kawaida za Mungu wetu.
Mfanyieni Bwana shangwe dunia yote, mtumikieni kwa furaha, njoni mbele zake kwa kuimba. Jueni kwamba Bwana ndiye Mungu, ndiye aliyetuumba na sisi tu watu wake, tu watu wake na kondoo malisho yake. Ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nyuani mwake kwa kusifu. Mshukuruni, lihimidini jina lake, kwa kuwa Bwana ndiye mwema, rehema zake ni za milele, na uaminifu wake ni vizazi na vizazi. Naomba niongee kama mambo kadhaa kwenye sura hii. Kawaida ya Mungu wetu, anataka tumfanyie shangwe. Kwa nini shangwe? Ishara ya kumtambulisha Mungu wetu. Kawaida yake anataka sisi tumtambulishe katikati ya majirani unaokaa. Haijalishi kwamba, haina maana kwamba hatutapata changamoto, lakini katikati ya changamoto nataka nikwambie, mtambulishe Mungu kwamba anaweza. Waambie watu, ninapita hapa ni kwa muda tu, huyu Mungu nina uhakika naye, atanitokea, atanitendea jambo. Waambie watu, maisha yangu hayatabaki hivi. Waambie, siku zitakuja mutamwona huyu aliyeniita. Sijaokoka nije niteseke duniani, kuna namna Bwana atafanya jambo. Kwa hiyo anasema mfanyieni shangwe dunia yote. Maana yake kawaida Mungu anataka nini? Watu wa Mungu, Biblia inasema furahini katika Bwana siku zote. Haijalishi tuna nini au hatuna nini, tunapaswa kufurahi katika Bwana. Mungu anataka kuiona furaha yako. Salimia jirani yako, mwambie Mungu anataka kuiona furaha yako. Machangamoto yenyewe hayo yanakuja, yanapita, lakini uhusiano wetu na Mungu uimarishwe. Mungu huyo anataka tumtambulishe. Waambie watu Mungu anaweza. Wakikukuta mahali mpaka wanakuhurumia, hivi hapo utatoka kweli? Waambie Mungu anaweza. Baada ya kuwa kwenye changamoto, saa ya Bwana inakuja, atanifanyia kicheko. Bwana atanifanyia utambulisho. Kuna kitu kipya kitazaliwa kwenye maisha yangu. Lakini pia maandiko yanasema kushukuru. Anaongea kuhusu kushukuru. Wewe uliyekaa kwenye hili kanisa, hauna sababu yoyote ya kutembea umejikunyata. Mwambie Bwana asante. Mungu aliyetutambulisha kwa viwango hivi kwa muda mfupi, ndani ya muda mfupi, huyu Mungu ni wa kumwambia asante. Kuna kitu umefanya. Kama Bwana amefanya kwenye madhabahu yake, anakusudia kutendea na wewe. Sema amina katika jina la Yesu. Anakusudia kutendea na wewe unayehisi umechelewa. Nimekuja kukuambia kawaida ya Mungu wetu, anataka watu wenye mioyo ya shukurani, watu ambao watamwambia asante hata kwa yale machache aliyowatendea, hata kwa yale makubwa. Kwanza sisi tunayo mengi ya kumwambia Mungu asante. Mwangalie jirani yako, muulize, miaka 10 iliyopita hali yako ilikuwaje? Miaka 15 iliyopita hali yako ilikuwaje? Wengine walikuwa hawana ndoa, lakini leo una ndoa. Wengine walikuwa hawana watoto, lakini leo una watoto. Wengine walikuwa hawana pa kukaa, Bwana amewajalia leo wana makwao. Kawaida ya Mungu anataka umshukuru, umwambie asante kwa hii hatua umenipa kusonga. Rudisha mawazo yako nyuma. Unaporudisha mawazo nyuma, utajikagua, utagundua hali uliyokuwa nayo miaka kadhaa iliyopita. Sisi hatukuwa na hili kanisa,
hatukuwa hata na kiwanja. Hata tulipotafakari tukajitia moyo, labda tuende hata nje ya mji. Askofu anasema tutapoteza utambulisho. Kienda nje ya mji haitaitwa kanisa ya mjini. Umepata eka 5 sawa, lakini hiyo sio ya mjini. Tuweke ya mjini ili tudumishe utambulisho ya kwamba huyu Mungu hata mjini anaweza. Kwa hiyo kufanya hili jambo mahali hapa, tumemtambulisha Jehova, tumemtambulisha Mungu, na hilo jambo linampa Mungu utukufu. Kwa hiyo nakuja kuambia mshirika wa kanisa hili, muda wa kutembea umejikunyata, umeisha. Wewe ni mwana wa mfalme, una Mungu mzuri, una watumishi wa Mungu wazuri, unaabudu mahali pazuri. Kawaida ya Mungu wetu nyingine tunaiona kwenye kitabu cha Hesabu 23 mstari wake wa 1 hadi wa 10. Hapa mahali ni Balaki aliposikia habari za watu wa Mungu, wana wa Israeli, akasikia jinsi walivyokuwa wanapata ushindi, walivyokuwa wanashinda mataifa mengine, na sasa akaingiwa na uoga. Akasema, na mimi nakuja kuondolewa madarakani, hawa wakija wananinyang'anya utawala. Balaki akatengeneza mazingira, akamtafuta Balaam, akamwambia, njoo unilaani watu hawa ili nipate kuwashinda. Kawaida ya Mungu wetu hashindwi. Sema amina. Salimia jirani yako, mwambie kawaida ya Mungu wetu hashindwi. Kwa hiyo na wewe usikubali kushindwa. Ukijaribu jambo leo limekwama, jaribu tena. Likikataa, jaribu tena. Likikataa, jaribu tena mpaka uweze. Maana kawaida ya Mungu tunayemwabudu hashindwi. Kwa hiyo akafikiri atawashinda. Sasa point nyingine imeandika kawaida ya Mungu wetu ni mbabe. Mungu wetu sio kinyonge kinyonge, ni mbabe. Balaamu analani, Mungu anageuza kinywa, anambariki. Huo ni ubabe. Sema amina. Akakutana na mbabe, na ujue mtu anaitwa Balaamu ilikuwa ni mzee wa kulaani ya kweli. Huyo alikuwa akikulaani unalaanika. Niona mtu mmoja mahali amevimba shingo, wakasema nini? Goita. Baada ya kukutana na mzee mmoja, mzee yule anamcheki, anamwambia kijana, acha dharau kijana. Dogo analia, shingo imevimba. Yule mzee alipitisha mkono namna hii, akashika akapaka, kametoka hapa shingoni, ule uvimbe ukayeyuka. Akamwambia acha dharau. Kama waganga wanaweza kufanya hayo, Mungu wetu ni mbabe zaidi ya waganga wote. Anageuza maneno hayo kuwa baraka. Ndio furaha ya Mungu wetu, kawaida ya Mungu wetu. Wanapokuja kututakia mabaya, Mungu anayageuza kuwa mema. Wanaposema kanisa hii sijengwe, wao nafikiri hata hii kanisa kujengwa hapa, wenye tunguri zao hawakufanya yao, kwenye hili anga hawakuja kujaribu, ili labda hata kusitokee fedha isikusanywe, ndio zinakusanywa. Michango isitoke, ndio inatoka. Kanisa isijengwe, ndio inajengwa. Na tunaendelea, maana tuna Mungu mbabe aliye upande wetu. Huyu Mungu ni mbabe. Katika kitabu cha Danieli sura ya 3, ukisoma pale utapata habari za kina Shadraka na Meshaki na Abednego. Wakatupwa kwenye tanuru la moto kwa sababu ya hila za watu. Walipotupwa,
badala ya kuteketea wakakutana na mbabe, akageuza moto ukawa kiyoyozi. Katika jina la Yesu, salimia jirani yako, mwambie usipate shida, tuna Mungu mzuri. Mimi nikikutana na mtu anatishia kuniloga, namhurumia, maana Mungu akiamua kuyarudisha kwake anakuwa si kitu. Nimalize kwa kusema, nirudi jambo kubwa, pointi kubwa katika somo la leo. Kawaida ya Mungu wetu, usisahau, anahitaji ibada. Unapotembea, hata unafanya kazi mahali umebanwa, tafuta muda, hata dakika 5, 10, mwabudu Bwana. Tafakari wema wa Bwana. Kumbuka mahali amekutoa, kumbuka yale mambo Mungu amekutendea. Nimalize kwa kusema hivi, kawaida yetu sisi, kama kawaida ya Mungu alivyo, ndivyo na sisi Biblia inasema tulivyo ulimwenguni humu. Nimekuja nikwambie, usiishi kinyonge. Mungu wako sio mnyonge, baba yako sio mnyonge, Roho Mtakatifu sio mnyonge, jina la Yesu sio kitu kidogo, ni dude kubwa zaidi ya mabomu. Ishi kwa ushindi, tembea kwa ushindi, kula chakula kwa ushindi, lala kama mshindi, toa sadaka kama mshindi, abudu kama mshindi, kaa kwenye ndoa kama mshindi, panda gari kama mshindi.